Naam, wakati waziri mkuu wa nchi ya Israel Benjamin Netanyahu amejitokeza na akaenda katika sehemu ambazo uharibifu mkubwa umetokea na kuweza kuwatupia lawama Iran kwamba ni makatili, wameua raia wake kwa silaha za maangamizi na kuomba msaada kwa dunia nzima, dunia imsaidie. Iran ni makatili. Ndipo ambapo msemaji wa Iran kajitokeza kwa mara nyingine tena na kuzungumza kuhusiana na kauli ambayo Netanyahu ameisema kwamba Iran ni wakatili, wameua raia wake. Msemaji huyu wa Iran kazungumza maneno haya, mimi nayanukuu kama yalivyo: tumefanikiwa kushambulia kwa usahihi eneo la Dimona nchini Israeli, lakini tumesikitishwa sana na hatua ya Israeli kujenga vituo vya nyuklia katika maeneo ya makazi ya raia kinyume na sheria, ambapo imepelekea vifo vingi sana kutokana na ukatili wao. Ushauri wa upokee, sisi hatupendi kuathiri raia, wao wanapaswa kujari raia, na vimetoka vifo vingi sana, wao wanaficha. Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya msemaji wa jeshi la Iran Hatan al-Anbiya, kazungumza mara baada ya Netanyahu kusema ya kwamba Iran ni wakatili. Nadhani hapa msemaji huyu amefafanua vizuri. Ni kwamba eneo hilo la Dimona ni eneo ambalo ni kiwanda cha nyuklia, wanatengenezea nyuklia. Sasa wao Iran wameshambulia eneo hilo na mlipuko umetokea mkubwa sana. Sababu ambayo imepelekea mpaka raia wengine wakafariki dunia ni kwamba eneo hilo ni sehemu ambayo raia wamejenga sana makazi, na Israeli na wenyewe wameenda kujenga kambi ya nyuklia eneo hilo kwenye makazi mengi ya watu. Kwa hivyo lilivyoshambuliwa tu, madhara makubwa yakapatikana kwa raia na wengi wamefariki dunia. Hivyo ndivyo ambavyo kamanda huyu wa Iran amezungumza kwamba Israeli wao ndio hawajajali raia. Kwa nini kiwanda kikubwa cha nyuklia kiwekwe kwenye makazi ya watu badala ya kutafuta sehemu ya pembezoni kabisa huko? Hivyo wao walilipua hapo na watu wengi wamefariki dunia, lakini wao hawana kosa. Wenye kosa ni Israeli ambao wameweka kiwanda hiko katika maeneo ya raia. Kwa hivyo Netanyahu wamejibiwa kwamba wao walikuwa hawana nia hata ya kudhuru raia, wenyewe ndio wenye makosa. Wao walikuwa wanalipua tu hicho kiwanda ama eneo la nyuklia, lakini raia wamedhurika kwa namna moja ama nyingine, hawajapendezwa na kile ambacho kimetokea. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.